Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya nafasi nzuri umetupatia kuja katika nyumba yako ili tuweze kukuabudu, tuweze kukushukuru na tuweze kulitukuza na kuliheshimu jina lako. Tunasema asante kwa sababu ya kutupa muda wa kuweza kuja mwaka mzima, kila mwezi ukiwa mwaminifu na ukiwa mtwalizi wetu, na kila wakati ukitupigania kushindania katika kila aina ya vita katika maisha yetu. Tumekuja katika madhabahu haya tukiwa na moyo wa shukrani na moyo wa kukutukuza kwa sababu umetutenda mema. Tunapolisikia neno lako, tuomba unene na mioyo yetu, gusa maisha yetu Bwana, utuponye, utuinue, utubariki, utupatie ushindi kwa maana wewe ni mwema. Kwa Yesu Kristo Bwana tumeomba na tumeshukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tunaweza kuketi kwa uwepo wa Bwana na chukua nafasi hii kuwakaribisha katika neno la Bwana siku hii ya leo. Ni siku njema ambayo Bwana ametupa tuweze kuunganika katika nyumba yake asubuhi ya leo, tukalitukuze jina la Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Tuko katika msimu wa Krismasi, na Krismasi ni msimu wa kukumbuka vile ambavyo Kristo Yesu alivyozaliwa na kujikumbusha kwa sababu gani Yesu Kristo alizaliwa, ili ya kwamba tusije tukakosa kuelewa maana ya Krismasi. Maana Krismasi ilianza vizuri, ama shamra na sherehe za Krismasi zamani zilikuwa na maana sana kwa watu, lakini wakati huu imeonekana kwamba ni kama tumeondoka katika maana kamili ya Krismasi, kwa sababu tumeegemea sana kula na kunywa na kuwa na sherehe, mpaka wakati mwingine tunasahau ni nani anayefanya tukaweze kuwa na sherehe. Na siku ya leo ninataka niweze kuwakumbusha sababu na maana ya Krismasi ili tuweze kujua namna ya kucelebrate, kwa sababu wiki ijayo siku ya Thursday ndiyo itakayokuwa ni tarehe 25, na kwa kawaida katika ulimwengu mzima hiyo ndiyo siku ambayo tunasherehekea kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Ninajua ya kwamba kuna mawazo mengi na kuna maoni tofauti kuhusiana na wakati na siku ambayo Yesu Kristo alizaliwa, lakini kwa sababu hakuna mtu anajua exactly ilikuwa ni wakati gani, tuna uhuru wa kucelebrate anytime kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome katika Isaya 9 na mstari wa 6. Ndiyo maandiko yetu tutakayoyasoma kwanza. Isaiah chapter 9 verse 6. Na this is very very common wakati ambapo tuna celebrate kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Maandiko haya ni ya muhimu. Biblia inasema, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Number 7, of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and to establish it with judgment and justice from that time forward, even forevermore. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Amen. Nataka niseme hivi ya kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo sio tukio tu ambalo lilifanyika, na sio jambo ambalo lilitokea tu ghafla, lakini ni jambo ambalo lilikuwa limezungumzwa na Mungu kupitia unabii na manabii wa Agano la Kale. Na kwa hivyo tunaona utimilifu wakati ambapo Yesu Kristo alipozaliwa, kile ambacho ama yale yote yaliyotabiriwa kutokana na Agano la Kale kuhusiana na Kristo kuzaliwa, kuhusiana na atazaliwa na nani, kuhusiana na kwamba ataitwa majina gani na atakuja kufanya nini.
Mambo hayo yote yalikuwa yamezungumzwa katika Agano la Kale. Kwa hivyo ninataka tukumbuke ya kwamba Mungu ni Mungu anayeahidi na ni Mungu anayetimiza. Tunapo celebrate Krismasi ama kuzaliwa kwake Yesu Kristo, tunafaa kuamini na kujua ya kwamba Mungu wetu hupeana ahadi na hutimiza ahadi. Mungu wetu hupeana neno la unabii na neno hile analitimiza. Inaweza kuwa Mungu amekupa ahadi, inaweza kuwa ya kwamba Mungu alikunenea na akakupa neno la tumaini, na neno lina matarajio ya mbele, na huenda ikawa halijatimia. Nimekuja kukutia moyo asubuhi ya leo, endelea kumngojea Bwana, endelea kuchuchumilia, kwa sababu kwa uaminifu wake Mungu na katika wakati wake mkamilifu ataweza kulitimiza neno alilolisema kuhusiana na maisha yako. Amesema atatubariki, amesema atatuponya, amesema atatuinua, amesema atatupigania, amesema atatupatia hatima na maisha ya baadaye yaliyo na tumaini. Nataka nitangaze na niseme kwa uaminifu wake Bwana atatimiza aliyoyaahidi, kwa sababu yeye ni mwaminifu, kwa maana yeye hutimiza ahadi zake. Yesu alizaliwa kama mwana, lakini akakuzwa kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alizaliwa kama mwana, lakini akakuzwa kama mfalme. Ni vizuri kujua ya kwamba Kristo, pamoja na kwamba alikuja kama mwana, kama mtoto, amezaliwa kama mtoto. Umesikia maneno inatuambia, ama neno la Mungu katika Isaya inatuambia a child is born. Alizaliwa kama mwana, na mwana amepeanwa, walakini alikuzwa awe mfalme, alikuzwa ili awe mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Unapoangalia verse 7 inasema, of the increase of his government and peace there shall be no end. Kwa hivyo Yesu Kristo pia alikuja ili awe mfalme, atawale sio duniani tu, lakini hata mbinguni na hata katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Ina maana kwamba as we celebrate Christmas and the birth of Jesus Christ, lazima tujiulize ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme, ni mtawala katika maisha yetu ama bado, ili ya kwamba kama bado hatujamkubali na hatujaweza kumpokea ili aweze kuwa mfalme na mtawala wa maisha yetu, basi nafasi hii iwe ni nafasi yetu ya kuweza kukubali ili ya kwamba awe ni mfalme katika maisha yetu. Biblia inatuonyesha ya kwamba serikali itakuwa katika begani mwake, na majina ambayo ataitwa Wonderful Counselor, na aitwe Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Huyo mfalme anapokuja katika maisha yetu, tunapomkubalia atuokoe, atusafishe dhambi, alafu aweze kutupa, hiyo inaitwa amani. Maisha yetu tunaishi maisha ya amani, tunaishi maisha ambayo yana mwelekeo, kwa sababu ametushauri, atatushauri, ataendelea kutushauri. Kwa hivyo akitawala maishani mwetu, tunaendelea kuwa na maisha yaliyo mazuri. Anaitwa Mighty God. Ina maana hamna jambo litakalokuwa ngumu kwetu asiweze kulitimiza, iwe ni nini ama ni nini, kwa maisha, kwa familia, kwa kazi zetu, na katika hali yote, hata kama ni magonjwa ambayo haiwezi kupona, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye nguvu. A mighty God anaweza kubadilisha kila hali na kila jambo katika maisha yetu. Anaitwa Everlasting Father. Ina maana ya kwamba sisi wote, Wayahudi na Wayunani, sote tunatii chini ya mamlaka yake kama baba yetu. Kwa hiyo Biblia inasema wakati Yesu alipotuambia tuombe, alisema tunapoomba tuombe Baba yetu aliye mbinguni. Mungu ni Mungu wa mahusiano. Mungu ni Mungu anayewataka watu ili awafanye kuwa wana wake. Na Biblia inasema John chapter 1 verse 12, alikuja kwa wake na walio wake wakamkataa, bali waliomkubali akawapa nguvu za kuweza kufanyika wana wake. He is our Father, we are his children, we are his sons and daughters.
Bwana Yesu asifiwe. Ni Baba wa milele na mfalme wa amani, na ufalme wake utaendelea kuongezeka, hautaisha. Kwa hiyo tunamaanisha namna gani? Ya kwamba alizaliwa kama mwana lakini akakuzwa kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma katika Jeremiah chapter 23, ukisoma katika kitabu cha Jeremiah chapter 23 and verses 5, Jeremiah chapter 23 and verses 5, Biblia inasema hivi ya kwamba in Jeremiah 23 and verse 5, Biblia inasema, behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. In his days Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba Yesu alizaliwa katika kipindi cha wafalme wakitawala Israeli, na wengine walitawala kwa kunyanyasa, wengine walitawala sio kwa mapenzi ya Mungu, walakini katika hali ya tamaa zao. Lakini Yesu anapokuja, anakuja kama mfalme ili ya kwamba mahali ambapo hakuna haki waweze kupata haki. Mungu anazungumza tumaini kwa Israeli ambayo imetahayarika, kwa Wayahudi ambao wametawaliwa na wafalme wasiowaelekeza katika haki ya Bwana, na anasema ya kwamba huyu atakuwa ni mfalme wa haki. Lakini tunajua ya kwamba kwetu sisi tunaookoka, he is our righteousness. Yeye ndiye hutupatia haki, yeye ndiye hutupatia kukubalika hata kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pia kusoma katika Matthew 27 na mstari wa 11 ili uweze kuona vile ambavyo alizaliwa akiwa mwana lakini akakuzwa kama mfalme. Matthew chapter 27 and verse 11, Biblia inasema, now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, are you the king of the Jews? Jesus said, it is as you have said. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakukataa ya kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi kwa wakati huo, lakini sasa ni mfalme wa wote. Ni mfalme wa Wayahudi na ni mfalme wa watu wote. Yesu alizaliwa na mama katika wakati ulio mkamilifu na akazaliwa chini ya sheria. Kiangalia katika Wagalatia 4:4, maandiko inasema ya kwamba at the appointed time Jesus came, born of a woman under the law. Galatians chapter 4 and verses 4, maandiko inasema hivi, but when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Amen. Umuhimu wa Kristo kuzaliwa na mwanamke ni ili aweze kuchukua, yani ile tunaita nini, asili ya mwanadamu. Asili ya mwanadamu. That was very important. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Yesu angezaliwa na mwanadamu ili achukue asili ya mwanadamu. Kwa sababu gani? Hakuna ukombozi pasipo umwagikaji wa damu, na roho haiwezi kumwaga damu. Lazima mwanadamu aweze kumwaga damu. That's why anaitwa mwanadamu. Kwa hiyo kulikuwa na umuhimu wa Yesu kuzaliwa na Bikira Maria ili aweze kuchukua human nature, kwa sababu alipokuja alikuja akiwa na ile tunaita divine nature. Alikuwa na asili ya kiungu, lakini alihitaji asili ya mwanadamu ili aweze kufanyika kuwa mwokozi atakayeweza kumwaga damu. So born of a woman at the appointed time, born under the law. Angalia, Yesu hakuja kuvunja sheria. Kwa hiyo lazima angezaliwa chini ya sheria ili aweze kutimiza hiyo sheria. Wakati alisema katika msalaba anapokufa, it is finished, maana yake ni ya kwamba nimetimiza
sheria yote na manabii wote. Whatever was prophesied kumhusu katika Agano la Kale, Yesu Kristo alikuja kutimiza, na katika msalaba alithibitisha ya kwamba ametimiza katika ukamilifu. Tunaposherehekea Krismasi, ni vizuri tujue hivyo ya kwamba Kristo Yesu amekamilisha haki yote, amekamilisha sheria yote. Hatuna budi ila kuweza kukubali utawala wake, na ili tuweze kuishi sio chini ya sheria, bali tuwe na uhuru ndani ya Kristo Yesu. Hebu angalia katika kitabu cha Luka 1:26. Kitabu cha Luka 1, Luke chapter 1 na mstari wa 26. Luke chapter 1 na mstari wa 26. They inasema, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin name was Mary. And having come in the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greetings this was. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest. The Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there shall be no end. Then Mary said to the angel, How can this be, since I do not know a man? And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore also that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Now indeed Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month for her. She was called barren, for with God nothing will be impossible. Then Mary said, Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed. We are giving what we are called an account. Tumepewa the account of how Jesus was conceived and how Jesus was born. Amen. Ni vizuri kuelewa vile Yesu Kristo alitungwa mimba ndani ya Mary, ili tujue ya kwamba hakukuwa na msaada wa mwanadamu. Mary alikuwa ni virgin, that is a sign of purity. Ina maana ya kwamba huyu hakuwa amepatana na mwanaume yeyote. Biblia inasema alipata kibali mbele za Bwana. Malaika wa Bwana akaja akamsalimia, salamu ambazo zilimshtua. Neno la Mungu linasema ya kwamba akamwambia, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na mzaliwa wa tumbo yako amebarikiwa. Mary haelewi kwa sababu anasema simjui mwanaume. Amen. Hili Biblia inasema ya kwamba malaika akamthibitishia ya kwamba Elizabeth, ambaye alikuwa ni mzee na watu wakafikiria hawezi kupata mtoto, hata naye ako na mimba. Ina maana ya kwamba it has happened to her, it can happen to you by the divine power of God. Tunasema namna gani? Ya kwamba Jesus was conceived and born through the divine power of God. Sio nguvu ya mwanadamu. And this is telling us how we get born again. Salvation is not by the power of men. Amen. We are conceived spiritually by the power of God. Katika tumbo hiyo ambayo ni ya msichana asiyemzaa mtu, ikaweza kubeba mimba, na hiyo mimba akamlea huyo mtoto miezi 9, na Yesu akazaliwa. Look at this, anazaliwa in the normal process, asikuwe abnormal child. Ili anapokuja kuwa msaada wetu na mwokozi wetu, tusiseme ya kwamba huyo si kama sisi. You can see how Jesus took the place of man.
Amen. Right from birth. Alichukua sehemu ya mwanadamu kutoka kuzaliwa. Amen. Neno la Mungu linaonyesha ya kwamba Biblia inasema ya kwamba huyu Mary baadaye akasema na iwe vile ambavyo Bwana anataka. Mimi ni mjakazi wake. And we know the story. Amen. I want us to look at something in John chapter 1 so that tushikanisha hizo mbili tupate kuelewa what we are talking about. John chapter 1 and verses 1. Biblia inasema namna gani in John chapter 1 and verse 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. What a statement. Amen. What a statement. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Hii inazungumza habari ya Kristo Yesu in heaven. Kabla Yesu hajaja ulimwenguni, maandiko inatuonyesha ali-exist in heaven as the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Amen. Hallelujah. Amen. And the Word was God. Jesus, or God Jesus. You know there is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ina maana ya kwamba wakati ambapo Yesu Kristo ako mbinguni, yeye mwenyewe he existed as the Word. Lakini Biblia inaonyesha ya kwamba, tushikanishe sasa, malaika anapokuja amezungumza neno kwa Mary. Hili neno ni neno la matumaini, ni neno la unabii, analizungumza kwa Mary akimwambia what will happen. Mary akapokea hilo neno, na hilo neno ambalo ni Yesu Kristo likaingia ndani yake kama vile mbegu ya mwanaume huingia katika tumbo la mwanamke, na ikaanza kukua na kukuzwa kama mtoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. The same word is called the incorruptible seed. Now we are born again, we are conceived or we are converted through that word. There is power in the word of God. Amen. Na once hilo neno linakuja ndani ya mioyo yetu, linaleta mabadiliko. Wakati Mary alipokea hilo neno, even physically she began to change. We are supposed to be changed and transformed by receiving the incorruptible seed, ambayo ni neno la Mungu. Maisha yetu yanabadilika inside out. Hakuna kuzaliwa tena ndani ya Kristo Yesu pasipokuwa na neno. Hilo neno in other terms inaitwa the gospel. Injili ya Kristo Yesu inayozungumza kazi ya msalaba ndio hutuokoa. Amen. So Yesu hakuzaliwa kwa nguvu za mwanadamu, ila ilikuwa ni kupitia katika nguvu za Roho Mtakatifu. Because of time, check on verse 14. Biblia inasema ya kwamba, and the word became flesh and dwelt among us, and we behold his glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Huyo neno akakuwa mtu. Huyo neno akafanyika nini? Mtu. Na hivyo ndivyo tunaona ya kwamba Yesu alizaliwa kama mtu, kama mwanadamu, kama mtoto. Inaitwa incarnation. Incarnation ni vile ambavyo God took the flesh, akajifika hiyo flesh for the sake and for the purpose of salvation and deliverance of humankind. Bwana Yesu asifiwe sana. So Yesu alizaliwa na mwanamke chini ya sheria wakati unaofaa. Tumeona pia alizaliwa kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu na huyo Bikira Maria. We saw that in Matthew chapter 1. Another thing I want us to look at before I conclude ni kwamba Jesus was not born in the best hotel.
Yesu hakuzaliwa katika hoteli iliyo nzuri sana. Tunajua vile ambavyo walisunguka wakitafuta hoteli ambao Mary anaweza kuzaliwa, because the Bible tells us in the book of Luke chapter 2, ulikuwa ni wakati watu walikuwa wamekusanyika kwenda kuhesabiwa, na kwa hivyo mahoteli zote zilikuwa zimejaa watu. Na wakati ulipofika, remember Galatians 4:4, tumesoma ya kwamba at the appointed time, na wamama mtanielewa, wakati ukifika wa kumzaa mtoto, it does not matter where you are. When the appointed time comes, mtoto lazima azaliwe. Na sasa hii ya Mary ilifanyika wakiwa katika harakati hizo za kuhesabiwa. Maandiko inatuonyesha ya kwamba wakatafuta mahali ambapo wanaweza kuingia ili wapate nafasi ya hoteli, lakini haikuwezekana. Amen. So, in Galilee of Judea, Yesu akazaliwa, na akazaliwa katika holi la ng'ombe. Amen. This is a show of humility. Hii inaonyesha ya kwamba Jesus never came to take the kingdom of Israel kama vile wengine walifikiria amezaliwa kuja utawala wa ulimwengu. It's good for us to know Jesus came to reign in the kingdom of God, not in the kingdoms of this world or the systems of the world. He never came to become a president. Amen. He never came to become a king wa ulimwengu. That's why he was born in a manger, to show humility and to identify with the people who are low. Amen. Wale watu ambao wako chini wasijidharau. Amen. Wasionekane asif hakuna mtu anawafikiria. So he was born in a manger. Luke chapter 2 verse 7. Biblia inasema, and she brought forth her firstborn son, wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Alizaliwa, akafungwa na matawe, halafu akawekwa katika holi la ng'ombe. Jesus anatuonyesha a very good example in Matthew 11:29 ya kwamba Yesu Kristo alikuja akawa amenyenyekea. Anasema ya kwamba tuchukue nila lake, tujifundishe na yeye, kwa sababu yeye ni mnyenyekevu. Bwana asifiwe. So that is our sign who are born again, and everybody one else, ya kwamba we are supposed to, tunafaa kuiga Kristo katika hali ya unyenyekevu. We are not supposed to be proud or arrogant, lakini tunafaa kuwa wanyenyekevu kama alivyo mnyenyekevu. Something else very important tumeona ni ya kwamba pale tulisoma Isaiah chapter 9, when you go back to verse 2, Bible inasema waliotembea katika giza wamepata mwangaza, na sasa wanaelekezwa sio waendelee katika giza, lakini waendelee katika mwangaza. Unaposoma pia katika John, hiyo tumesoma chapter 1 verses 4, Bible inasema, in him there was life, and the life was the light of men, and the light shines in darkness, and darkness did not comprehend it. Yesu alikuja kuleta ufunuo wa Mungu ili wanadamu waweze kumtambua na kumjua Mungu. Yesu alikuja kuleta nuru ili mahali ambapo giza limetawala katika maisha ya wanadamu. And in other places in the Bible, darkness imefananishwa na dhambi ama na maisha ambayo sio matakatifu ama masafi. So he came to bring light. Amen. He came to bring peace with God, ili ya kwamba wanadamu tuwe na amani na Mungu. You know, tumeambiwa is the king of peace or the prince of peace. He came to bring peace. Alituletea amani na Mungu kupitia mwangaza wa Injili.
Amen. Injili inafananishwa na the light because the gospel is the revelation of God, who God is and how he relates with men. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia, neno la Mungu ni mwangaza wa Mungu unaotuonyesha Mungu ni nani na jinsi anavyohusiana na wanadamu. It is through Jesus Christ his son that men can only come back to God. We need to know that as we celebrate Christmas, ili ya kwamba katika shamra zetu na katika sherehe zetu tumuinue Kristo. Amen. Tusilete vita kwa jamii eti kwa sababu tumekunywa pombe ama tumekunywa vitu vingine. We are supposed to be peaceful as we continue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Kristo alituletea nini? Alituletea amani. Biblia inasema ya kwamba hiyo nuru inaangaza kwenye giza, lakini giza haikuielewa. Amen. Mpaka ikakuja mtu ambaye anaitwa Yohana huyu sasa, anayekuja kufanya nini? Kuelezea. There was a man, verse 6, sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of the light. Remember, John alisema at the baptism in Jordan, behold the Lamb of God. Angalia mwana-kondoo wa Mungu. Kwa hiyo akamtangaza Kristo ya kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana majina mengine kama Emmanuel, ina maana God with us. Kabla ya Yesu kuja, Mungu alikuwa mbali na watu. Maandiko inatuambia waliokuwa mbali wakaletwa karibu, waliokuwa karibu wakaletwa karibu zaidi. God is with us. And I want to declare this Christmas, the presence of God will be with you. Amen. Hallelujah. Amen. To give you peace, to give you protection, to give you cover. Amen. Uwepo wa Bwana utakuwa pamoja nawe, kukupatia ulinzi hata barabarani, kukupatia ulinzi mahali utakapokuwa. Hakuna mikora watakuja kwa nyumba yako. Eti kwa sababu ni Christmas wafunje nyumba yako wakati umeenda. There shall be divine protection and divine cover. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa majina mengine kama the Savior. Ataitwa Yesu, mwokozi wa watu wao. You can read that. Chapter 7 verse 14, Matthew 2:21. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to say this. Jesus is the source of light and the source of life. Yesu ndiye chanzo cha nuru na cha uzima. Bila yeye haitawezekana kutembea katika nuru. And by that I mean, unaweza kuishi katika dhambi kama hujamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. But this is the opportunity as we remember that. Amen. Again, the Bible has told us he came with grace and truth. Vizuri kujua ya kwamba Kristo hajakuja na ujeradi wa kutupiga kwa sababu tumekosea ama tumefunja sheria za Bwana. Amekuja na neema, na neema ni uweza wa kutuwezesha kumtii Bwana. Ni uweza wa kutuwezesha kuishi maisha ya Ukristo bila kung'ang'ana. Lakini pia amekuja na kweli. The truth is contained in the Bible. If we want to know more about him, we go back to the scriptures. If we want to know about the way to heaven, we go back to the scriptures. If we want to know what he did for us, we go back to the word. The word of God is the light unto our feet. David says, Bwana Yesu asifiwe. Amen. As we celebrate this Christmas, we are supposed to celebrate with gladness that we are born again. Amen. For those who know Christ Jesus as Lord and Savior, never forget to thank God. Never forget to appreciate that you are born again. Amen. Amen. Every one of us, we are supposed to be glad that we are still alive. Amen. Kuna watu wameangamia kwa barabara, ajali za barabara. Kuna watu wameangamizwa na mioto. Wengine wameangamizwa na mambo tofauti. Hata kuna wale walipatana na mtutu wa risasi.
Lakini sisi tu hai. Haleluya. Sisi tuna afya. Sisi tuna nguvu. As we celebrate this Christmas, let us have gladness in our hearts. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. We also need to reflect. Lazima tuweze kuangalia kupitia kwa mwangaza wake na maisha yake Kristo. We need to reflect his light and life. Hiyo maisha na hiyo nuru tumeipokea, tuangazie walio katika giza. Amen. Those who are still walking in darkness, as Isaiah 9 verse 2 is telling us, we are now to shed the light to them. Jesus did his part. It is time now for us to do our part. Can you share the gospel with your family people as you go for the family gathering? Amen. Wale tumeokoka, do not shy off. Hata kama wewe ni kijana ama msichana kwa familia mzima ya watu bado hawajaokoka, you need to share that light. Amen. Unajua ya kwamba mambo Biblia imetuambia in John chapter 1, light shines in darkness and darkness cannot comprehend. Amen. Maandiko inatuambia namna gani? Let your light shine so that your deeds may be known. Na wale ambao hawamjui Kristo. I'm encouraging somebody, do not shy off to say that Jesus is Lord. Don't shy off to tell people there is still hope. Hata kama wako katika a state of hopelessness. Don't shy off to tell them that Jesus is able to meet them at the point of their needs. Don't shy off to pray for the sick. Amen. If you find somebody in your family unapokutana ambaye ni mgonjwa, don't shy off to tell them that Jesus still can heal their body, their emotions, and their mind. Bwana Yesu asifiwe. So we need to reflect this light and life to those who are still in darkness through our word and our deeds. Can we share what we have with those who are less fortunate as a show of the love of Christ? Amen. Wale ambao tumebarikiwa, tuna chakula ya kutosha, tuna vitu ya kutosha, tunaweza kuwashirikisha wale maskini pamoja nao. Maisha upendo wa Kristo. Amen. Remember that we have a responsibility to bear the witness or the testimony of Christ in our lives. Bwana Yesu asifiwe. I want to say my last point that Christmas also is a time of reflection. Tunafaa kuangalia nyuma. How have we walked? Is there any place that we have missed? Any step that we have missed? Is there any action we have missed? So that tuweze kujiangalia na kujirekebisha as we focus on the new year 2026. We cannot make new resolutions without evaluation of the 2025. So as we celebrate, it's not about eating and drinking only, though it is good to eat, it is good to celebrate. My prayer is that God will provide for you. Amen. So that you may enjoy to the fullest. Amen. Within the brackets. Ambazo hautaenda extreme. Bwana asifiwe. But also, can you sit down after you eat and think about your life? How have you come? Amen. There is a checklist that you need to have. Remember, you had goals for this year. Remember, you had resolutions for this year. We also had a theme for the year. Can you check the list? Have you done well or you have done fairly well? Is it a good? Is it excellent? Is it fair? Is it poor? It's good to have a checklist of your life. Bwana Yesu asifiwe. So that as you finish the year, you are able now to focus on the next year with a lot of adjustments. Mahali ambapo hukufanya vizuri, you can be able to adjust. Na useme ya kwamba I'm adjusting what I was supposed to do and I did not do, I need to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. I want to repeat this again because it is important. Jesus was not born to live. He was born to die. That's why he never lived beyond the 33 years.
His mission on earth was not to come and live, build houses, drive big cars, amen, have fame as a big preacher. No, he only lived his life as an assignment from God. And that is teaching us we are not going to be here forever. One day we shall exit this world. How are you living? It's not about how long you live. It is how well you live. Remember, Jesus lived 33 years. And he has impact even 2,000 years after. Bwana Yesu asifiwe sana. So spread the good news. Live the life, the Christian life. Ishi maisha ya Ukristo inavyopaswa. Bear fruits that are worthy repentance. Don't just live as if you are permanently here. One day we shall exit. Amen. Hallelujah. Amen. Remember the Magi who came to worship Jesus when he was born. Hallelujah. Amen. And how they came and bowed before Jesus and gave gifts. Amen. But the day was characterized with good news of great joy. So they were saying, this is a day of great joy. Because a Savior is born. Look at the shepherds also. Amen. Can we continue to proclaim the same? This is a good day, and the day is not about 25. Your date 25. The day we are saying, from the day we got born again, we began to live in another day. Our morning is coming. We are close to the night. Our morning is coming so that we enter into a new day. And that will be our day in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us focus on that as we reflect behind back, and as we look at what we have and how we have come. It is also important as we focus ahead to make some resolutions, to set some goals in our lives for the next year, so that we live a guided life. May the Lord bless you. I wish you well. I wish you God blessings. I wish you prosperity and success. I wish you perfect health in the name of Jesus Christ. I wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. The year of prosperity and success katika jina la Yesu Kristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause his face to shine upon you now and forever. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Naomba tusimame mbele za Bwana so that we can conclude with a word of prayer. Tunapoomba, I want us to believe that God will give us divine protection. I want us to believe that God will walk with us. Tumebakia na siku chache. I want to declare under the anointing of the Holy Spirit in this altar that the God of this far will be the God the rest of the year. Amen. There shall be no premature death in your life in Jesus' name. Amen. No accidents in the name of the Lord. Amen. Natangaza kwa jina la Yesu. The Lord shall protect you. Amen. The Lord shall keep you. Amen. The Lord shall order your steps and guide you. Amen. Wherever you shall be in the name of the Lord. Father God, in the name of Jesus, I pray for each one of us today and those who are following us through social media, that during this Christmas you shall protect, you shall cover, and Lord, you shall guide your people in the name of Jesus. We trust you, Father, that in this celebration, oh God, that you are the reason for the season, and that, Lord, we shall keep the testimony of Christ. We shall walk in the light, oh Lord, and we shall shine and reflect this light to those who are in darkness. Father, we pray for our families, and we shall enjoy this Christmas together. And Father, I pray that you shall say again, we shall bring them to the kingdom. I bless your people, Father, and I bless our families, and I bless also this nation, oh God, our leadership, oh my Father, the national government, and also, Lord Almighty, the county government. And Father, everyone who is in the position of leadership,
Father, not forgetting our security apparatus, those who are going to be on the roads, and those who are going to protect and keep our boundaries. So my Father, we pray for them in the name of the Lord. We know they are also men like we are, and they are families as we have. Father, they are sacrificing for our peace. Bless them, Lord, and do them good. Not forgetting those who will not have opportunity to celebrate together with their families because they are in prisons. Lord, we are praying for men and women, those who are behind bars. Father, we pray for your peace. Father, we pray for the joy of the Lord in their hearts, oh God. Give them a cause to rejoice with this Christmas, Lord. Father, pray for those who are in sick beds. Wale wagonjwa katika Uganda. Maneno Thank you, Lord. As you also remember those that are elderly, and most of the times they don't have access to many places. Father, we pray for them. Bless us together with our children. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. May the Lord bless you, and may the Lord do you good. Amen. Amen. Thank you. Thank you.